Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mbuzi. Kutuma ujumbe mfupi wenye maelezo yanayojitosheleza. Kujikata au kuumia. Kuutakasa moyo wako kwa mtu. Kuacha majibizano. Kuona kitu mara kwa mara kinachokupa ujumbe wa kukuelimisha na ukumbusho. Simu kuzima ghafla. Kupata taarifa inayohusu uwekezaji. Kukosana na mtu kutakupa wakati mgumu. Macho kuvimba wakati wa kuamka. Kutamka neno litakalomfurahisha mtu. Kuacha hali ya kuhoji sana. Kushangaa kitu. Kufuata taratibu mpya. Kuhisi mabadiliko kwa mwenza wako. Nyota ya Mashuke. Kutokuwa na furaha kwa mambo ambayo yanakuumiza. Ukimya wako utakuwa si mzuri kwa mtu. Kuamua mambo kwa kukurupuka. Kumzania mtu vibaya na kumchukia. Kufanya kitu cha tofauti na maagizo. Kumpenda mtu ambaye yuko mbali na wewe. Kuhisi kichwa kuuma. Nyota ya Ng'ombe. Kupata tuhuma mbaya. Kujihisi aibu. Kuelezea kitu ambacho hakitoaminika. Kuyasikia mazungumzo ya mtu utakayokuwa na mashaka nayo. Kupata fundisho katika hali ya maumivu. Kujiapiza moyoni kwa kulipiza jambo. Utatamani kufanya kitu ila mambo yako yatakuwa yana ugumu. Kwa baadhi yenu kuna utatuzi mtakaoupata. Nyota ya Ndoo. Kuiepuka aibu au kujinusuru kwa tatizo. Kujihisi mwenye hofu. Kutambua fikra za mtu zinamdanganya. Kupumzishwa na kelele za mtu. Kitu kuanguka mara kwa mara. Kuna kitu ambacho utakiacha. Pia kuna jambo litashindikana. Nyota ya Mizani. Mtu kuumia kwa ajili yako. Kupinga jambo lililokuwa sahihi. Kwa baadhi yenu mtakuwa wenye chuki sana. Ulichokipangia chenye furaha kuna kitu kinachokuja kuzuia. Jaribu kutafuta ufumbuzi wa hili, ili kurekebisha kwa haraka. Sauti ya paka inakujulisha jambo litakalokuja kutokea, kuhusu kitu unachokihisi. Nyota ya Mapacha. Kutafutwa na mtu wa zamani kwenye kazi au mahusiano. Kutoa ushuhuda wa kitu. Kuijua changamoto ya mtu ya kwenye ndoa au jambo lake lolote. Kupata hali ya kusononeka. Utatolewa hofu uliyokuwa nayo. Wema wako utakusafisha na kuonekana mwema tena. Nyota ya Punda. Kucheka sana. Mtu anapita karibu yako kila wakati. Mtu anatamani kuzungumza na wewe. Kugundua jambo mapema. Kujiondosha kwenye kikundi chenye mambo mengi. Tatizo la mtu kutibika. Nyota ya Mshale. Utakaa kwa unyonge. Utahisi tatizo kubwa linaweza kutokea. Mtu anajaribu kukuchafua kwa maneno mabaya. Siri yako kujulikana. Pia unaweza kuijua siri ya mtu. Kupata jambo litakalokutia uoga. Kuongea kitu na mate kuruka. Itakuashiria kulipiza kisasi au jambo lilofanyiwa. Pia kuna mtu utamkanya. Kuhisi maumivu sehemu za siri. Kushindwa kutumia kitu. Mtu kudai kitu chake. Nyota ya Simba. Kuhisi migogoro baina ya watu. Mtu kujihukumu mwenyewe. Utapata sababu muhimu ya kuongea na mtu. Kulala vizuri leo tofauti na siku zilizopita. Nyota ya Samaki. Kukosa hamu ya kula. Kumsikiliza mtu kwa makini. Utazingatia sana kitu bila kupuuza. Kupata ishara ya kupata pesa. Mtu anasubiri ruhusa yako. Kujitibu tatizo ulilokuwa nalo. Mtu anahisi kitu kutoka kwako. Nyota ya Kaa. Kujifaharisha kwa kitu ulichokuwa nacho. Kupita kwa shida sehemu yenye mkusanyiko wa watu wengi. Utamchunguza mtu. Utakiri jambo kutoka moyoni mwako. Utarudisha mapenzi kwa mtu. Kufikiria kitu ambacho hakitokuwa kizuri. Moyo wako utakuzungumzisha kukuambia ukweli. Nyota ya Nge. Kushuhudia vurugu. Kuongelewa kwa tuhuma mbaya. Kujuta kurudiana na mtu. Kwa baadhi yenu ofa za kifedha mtazipata. Kazi kuwa nyingi utakazozifanya bila kuchoka. Utazingatia muda.
hivyo hutotaka kuchelewesha kitu. Kuona paka mara kwa mara. Unajulishwa kuwa wema wako utakuwa na nguvu. Kupinga jambo la tamaduni au asili. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.